Na mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kutazama taarifa zetu za KTN leo weekend. Hii ni sehemu ya pili, makala ni ya Wako Wapi. Mtazamaji, nilizuru kaunti ya Busia na kuweza kuzungumza na aliyekuwa naibu mwenyekiti wa tume ya ECK ama tume ya uchaguzi wakati huo, Gabriel Mukele. Ataweza kutueleza zaidi, lakini kabla niondoke mtazamaji, kwa sababu nitakuacha na hayo makala, ni kukukumbusha kwamba kesho hatutakuwa na makala ya nususi ya jinsia, bali tutakuwa na makala ya Jicho Pevu ambayo yanafahamika kama Kifo cha Mende, ambayo imeandaliwa na mwanahabari wetu Mohamed Ali, na vile vile mwendo wa saa 3:30 kwenye lugha ya Kiingereza kutakuwa na hayo makala ambayo yanafahamika kama Where Are Our Children, mwendo wa saa 3:30. Jina langu ni Mary Kilobi na kutakia utazamaji mwema. Na mtazamaji, karibu katika sehemu ya pili, sehemu ya makala ya Wako Wapi, makala ambayo tunakuletea watu waliokuwepo, uliwaona kila siku na kidogo huwaoni. Na hii leo mtazamaji, aliyekuwa naibu wa mwenyekiti wa ECK ambaye anafahamika kama Bwana Mukele yuko hapa, tuko nyumbani kwake. Tumemleta tuambie yuko wapi na anafanya nini. Na basi subiri upate kusikia kutoka kwake. Naam, Bwana Mukele, tangu mwaka 2007, muda mfupi tu kabla ya uchaguzi ulipo kwenda nyumbani, umekuwa ukifanya nini? Mnakaribishwa hapa magharibi, hasa mko kabisa kwa mpaka. Ukitoka hapa dakika 5 tu kuingia Uganda kwa mguu, si ati unaenda na gari. Na mimi ni mtu wa Busia, ingawa ofisi yangu ya miaka mingi ni Kakamega. Na ukisema mwaka 2007 unaangalia pia ni mwezi gani, kwa sababu kulikuwa na shida nyingi mwisho wa mwaka. Nilikuwa naibu wa Kiwitu mpaka mwezi wa Oktoba 2007. Nikitoka huko, nina vijana na wasichana watoto wangu Nairobi, wakasema kaa hapa mzee ufanye vitu wanaita consultancy. Nikasema hapana, sitaki kukaa Nairobi, ni kubwa na ni ngumu. Na nikarudi kwa ofisi yangu Kakamega, bado inaendelea Mukele and Company Advocates. Niko huko na tena nyumbani nalima kidogo kidogo, kupanda chakula, na maisha inaendelea. Kwa hivyo niko fanya kazi yangu ya advocate ambayo imeanza kwa miaka mingi. Mimi nilikuwa Mkenya wa kwanza kabisa kufungua ofisi Western Province Kakamega. Khaminwa, Kiwitu na Sibyo Kumu ni wakubwa wangu, lakini kwa kwanza ofisi mimi ndio nilikuwa kwanza. Umezungumzia kwamba wewe ni wakili na ungali unafanya kazi hiyo. Je, inakuaje? Kazi hiyo inakupeleka vipi? Nilienda kusoma sheria mwaka 1964. Nilikuwa nataka kwenda kufanya economics. Makerere ndio ilikuwa university peke yake hapa Afrika Mashariki. Lakini nikakaa, nilipo nikifanyako kazi ni kama nimemaliza. Mimi ni mtoto wa kwanza wa vijana wa kwanza kabisa kuingia Strathmore College Nairobi, klasi ya kwanza. Na nikaangalia niende huko au namna gani. Nikaangalia kulikuwa na advocate alikuwa anaitwa Tieno, alikuwa Nairobi na kote. Nikasema niende nisome sheria. Watu wengi walikuwa hajaingia huko, wanasema hiyo vitu ni ngumu, hata watu hawapite mitihani. Nikasema hawapiti. Nikasema kama ni watu kama mimi pia nijaribu, na nikaamua kwenda kusoma sheria Dar es Salaam. Nikaenda, alafu nikamaliza mwaka 67. Pengine kidogo zungumzia tofauti kati ya mawakili wa zamani na wa sasa. Je, kuna tofauti ama mawakili wote ni sawa enzi zako na wale mawakili chipukizi? Tuko tofauti. Hata nyinyi maisha, nyinyi vijana, wazee hatuelewi. Unaona kijana amekosana na bibi, anakata mikono, anakata shingo, anamuua, anaua watoto. Nikikaa ninaeleza ni nini. Pengine hawa watu hawakupitia kwa shida. Hizo shida zimekuja, lakini hawakuwa wamejua au hawakupitia kwa shida, kwa sababu maisha ni mazuri siku moja, siku ingine ni shida. Sasa kama mmekosana, lakini kuna vitu watoto pengine wanaingilia, hata ukiona
kuchoma schools na vitu kama hivyo. Watoto wanataka maisha raha ya haraka haraka, pesa ndio wanataka mbio mbio, hawaangalii vizuri na hii vitu ambao wanavuta kama bangi, pombe na vitu vingine. Sisi tulikuwa umekuwa kama Muislamu au Mkristo na unafata kanisa vile kanisa inakufundisha. Watu wa siku hizi hawajali sana. Kwa hivyo kuna tofauti. Mwanasheria na mwanasheria amekuwa advocate Nairobi huko, Makerere, Dar es Salaam, na anakuwa mwanasheria. Lakini ukiangalia vile wanaangalia vitu, hata wale ambao wanafanya kazi kama judges na wengine, hawachukui kama vile tulikuwa tunachukua. Pengine tulikuwa wachache na hata population ilikuwa kidogo, lakini hawachukui vitu na nguvu na kufikiria kabisa. Wanataka haraka haraka pesa ziingie na vitu kama hivyo, na saa ingine inaleta shida. Lakini tofauti iko. Sisi tulikuwa watu wa kuangalia kazi na nguvu na tuone tunafanya namna gani. Na mwaka 2007 walipokosa kurenew contract yako na wakakutaka uende nyumbani, baadhi ya watu walisema umeachishwa kazi, wataniite hivyo, kwa sababu ulikuwa unaunga mkono ODM. Je, ni kweli ilikuwa ni kutokana na kuunga mkono ODM, uliunga mkono ODM, ama tatizo lilikuwa wapi? Nilikuwa nimemaliza miaka 5. Contract hii ya miaka 5. Na tena naweza kusema tulienda nyumbani, pension hakuna, na peana kitu kwa naita gratuity kidogo. Na wabunge wakienda kwa bunge wakimaliza miaka 5 anaenda nyumbani pension mpaka afe. Hii ni makosa. Wengine walikuwa pengine wanasema mkeleni ODM kwa sababu wanaona nikizungumza na watu wa pande hii. Siku hizo sikuwa kwa party yoyote, hata kuchukua tikiti kwa party yoyote sikuwa nimechukua. Na tulikuwa tumekaa timamu kabisa mwaka 2002 na referendum ya mwaka 2005. Tumefanya kazi yetu kabisa kama watu wako unaangalia pande zote bila kufikiria serikali iko wapi na vile, na tukamaliza vizuri. Nafikiri mimi minister aliniita mwaka 2007 mara 2. Nikaambia karani wetu naibu wa executive officer, nikamwambia ende uulize, sitaki kutaja majina, uulize minister anataka sababu gani. Mwaka huu wa election, na election hawezi kuniita peke yangu, tuende kama watu group ya kutoka kwa ECK au minister akuje hapa kwa ofisi yetu ni ya public au atume mtu. Mara 2 nilikataa. Na vile nilipata neno kusikia, niliambiwa tu huyo mtu ni mjeuri, hataki kuzungumza na watu. Tena siku nyingine nikaenda kwa meeting na nikasimama mahali fulani na ambassador wa Germany na mwingine wa Uingereza. Nikaambiwa baadaye ati wewe huko karibu sana na wazungu. Kulikuwa na vitu, lakini nafikiria hii watu ambao walitaka waende mara ya pili kwa election 2007 waliona tu hawataki hao watu wote. Tulienda tukawachiwa ndugu yetu almost peke yake kwa ile grupu ya zamani, Bwana Sami Kivuito, ndugu yangu, na vilikuwa vigumu. Kwa hivyo election tulifanya nzuri, na hiyo ni mimi najivunia 2007 ambao tulikuwa hata mbeleni tulikuwa na committee yetu, ilikuwa enforcement committee au legal committee ya sheria. Na watu ambao mnasikia wanasema wameenda election Kericho, wameenda Malindi na wanapeana rushwa, wananunua kura, tulikuwa tumekataa na walikuwa wanakuja kwangu. Hata Mombasa 2004 niliita minister, tena sitaki kutaja jina, nikamwambia wewe ulionekana, watu wako mlionekana mkipeana watu pesa. Unajua hivi vitu wanasema ate door to door campaign, ni kupeana pesa, ni kununua. Mheshimiwa umepata nini? Hiyo na vitu vingine.
alafu wakasema mimi nirudi nyumbani. Inatakikana commissioners, electoral commission, mpaka wawe na komiti ya kufanya sheria ifanyike kazi, to enforce the regulations and the law. Hapana tu complain, ilionekana hapa na hakuna kitu wanafanya. Na hii commission ambayo ilitoka hapa ndio walikosea, kwa sababu sijaona. Nilikuwa nakaa kwa committee na kufaini watu na kusema ukipatikana utaona. Hapa Kenya, mwanangu, kura inanunuliwa. Na hii ndio inataka tuache kununua kura. Kwa sababu sasa hata mimi nimejaribu hii kura ya 2012 ya 13 hii ambayo ilikuwa ya mwisho. Nilikuwa nimefanya campaign lakini wakaribu nomination ambayo sasa ndio topic kubwa, ate watu uruke utoke kwa chama uende kwa kingine. Hiyo inaendelea. Na hapo ndio watu fulani nyumbani nilikuwa nataka kwenda kwa bunge. Walichukua nomination na nikajaribu na nikashindwa kuchukua. Si watu walifanya nomination nzuri, nikawacha hivyo. Kwa hivyo niliwachiliwa nje kwa sababu fulani na nikatoka, sina grudge na mtu, ni sawa. Pengine uzungumzie uhusiano wako na marehemu Samuel Kivuitu. Tulikuwa tumejuana kwa muda mrefu, na mwaka wa 92 commission au serikali waliona watafute wanasheria wawili wakuje wasaidie Chesoni, kwa sababu Chesoni alikuwa na shida na vitu vingi, kelele na vitu kama hivyo. Walitaka tukuje ndani, na mimi nikachukuliwa kutoka magharibi. Nilikuwa chairman wa West Kenya Law Society. Hiyo ni society yetu ya province mbili, Nyanza na Western. Vile unajua Nyanza na Western mbeleni kabisa ilikuwa moja, na Kivuitu akatoka Western, akatoka Eastern huko upande wa mashariki ya Kenya. Tulifanya kazi vizuri, na mimi na Kivuitu na nami hata tulikuwa tunakosana, saa nyingine tunaandikiana barua. Lakini hiyo ni kukosana kwa sababu mnafanya kazi pamoja. Lakini mkimaliza hiyo, wewe unamwambia wewe umefanya hapa makosa, na huyu anasema wewe umefanya hapa makosa. Hii haimfanya adui. Iko tu kama familia. Unakosana na familia, watoto wanapigana, wanagombana, na wanakaa wanasema twende mbele. Tulikuwa hivyo na Sami, na tulifanya kazi vizuri, na Sami aliniamini. Kwa sababu safari nyingi za kuenda nje ilikuwa mimi. Na nimekuwa kila pahali, Amerika, Canada, Australia, South Africa, Poland, nimekuwa kila pahali. Na Sami alikuwa ako na anafanya kazi yake na nguvu. Vile shida zilitokea, ni vile maneno aliwachwa peke yake na watu ambao hakuwa wamejua kazi vizuri, kwa sababu hao ndio watu walifikiria hawa ndio wataendesha vitu, maneno iendelee vizuri. Kwa ufupi tena, tulikuwa rafiki na tulikuwa tunaambiana hapa umekosa, na huyu anasema hapa umekosa, na tukimaliza tunakunywa chai pamoja. Na itakikana hata mimi mkiwa kwa kazi yenu, professions yenu, kukosana na mtu na kuangaliana na mtu na kumwambia wewe umekosa na huyu amekosa ni kawaida. Mkimaliza hiyo mnaenda kula pamoja. Tulikuwa marafiki na tulikuwa tumefanya kazi vizuri. Kuna tofauti gani kati ya ECK, Electoral Commission of Kenya, wakati ule na tume ya IEBC iliyopo sasa? Swali ni ngumu mwanangu. Hakuna kabisa, kwa sababu yote ni uchaguzi. Free and fair elections. Transparent election. Tulikuwa commissioners wengi. Sasa wanasema hakuna haja wawe 7. Lazima tujue vipi. Na IEBC ile ambayo ilikuwa interim kabla hii haijaingia, nilikuwa nao meetings 4. Hawa independent sijakuwa nao, na sisemi. Hata watu wengine wananiuliza ni nini naendelea huko wewe, na mimi nawaambia siko huko, sijui ni nini naendelea. Lakini nataka kurudia, nimesema mara nyingi,
tumekuwa independent for nearly 60 years, over 50 years. Hatutaki kuambiwa leta watu wengine wakuja watufanyie uchaguzi. Hii ni upuzi. Wewe fanya ile timu wachukue watu haraka, commissioners. Na mimi siwezi kuapply because I'm 76. Kufuatana na katiba, sasa ni miaka 70 unaenda. Sitaki kwenda kufanya kazi, lakini consultation naweza kufanya mpaka niende kabisa nishindwe. Na hiyo maneno umesema, nimesikia watu wakisema kama ungekuwa huko haingetokea, kwa sababu wewe ulikuwa unasaidia Kivuitu vizuri, ungefanya kazi. Na wengine wanasema wewe ambia Mungu asante, kama ungekuwa huko ungeuawa. Hiyo nimeambiwa kwa sababu Mungu alikutoa. Kwangu makosa ilitokea, na sasa kwa sababu nilikuwa nimetoka mwezi wa Oktoba na hivi vitu vinaanza mwezi wa Disemba, kulikuwa na timu yetu commissioners 21 pamoja na chairman 22. Siku hizi ninaambiwa hata commissioner awe mmoja, commissioner wawe watatu. India ina watatu, Amerika sijui nini. Watu wanazungumza bila kuelewa wanasema maneno gani, hasa wanasiasa. India na Amerika na hizi nchi ni tofauti na Kenya. India ina states. Kuna kila sehemu watu wamekuja pamoja. Amerika, United States of America. It is United States. Kuna state alafu Amerika kubwa. Na hata kama ningekuwa huko na watu wameamua kufanya makosa, na kama walifanya makosa, naweza kukuambia mbele ya Mungu, siwezi kwenda nao na nikae niseme ati mimi tumechagua so and so. Ningekataa. Ndio watu wanasema kama ungekataa ungeona cha mtema kuni. Kwa hivyo vitu vyenyewe vilifanyika, vitu fulani havikuonekana vizuri. Na nikuambie mwanangu, Sami Kivuitu aliposema hajui nani alishinda kura, I don't know who won. Sami was just a funny man, na hiyo ilikuwa joke. Sami alikuwa anaambia watu announcement imefanywa, yule anataka maneno mengine aende kwa court ndio itaamua nani alishinda. Si ati Sami hakujua, lakini kila mtu anasema leo Samuel alisema hajui, commissioner alisema hajui, mpaka wakaput pressure kwa ndugu yangu na Mungu akachukua. Hiyo election siwezi kukuambia kama ningekuwa huko ingekuwa vipi au vile. Vile nimesema, commission inatakikana iwe na watu waangalifu, na mpaka ujaribu vile judge anakuwa. Judge anakuwa katikati ya watu. Kama unaona utapendelea huyu, kama unamjua au ni rafiki yako, ondoka kwa kesi hiyo. Kuna watu wengine hata wamesema hii secretariat na hawa watu wa departments, elections na nini, wote wafukuzwe waende nyumbani. Mwaka umebaki moja, wataanzia wapi? Mimi sielewi. Kwa hivyo ni makosa ilitokea. Siwezi kukueleza ni vipi, kwa sababu watu wengine wanasema Kivuitu alitolewa International Conference Center na askari majeshi akipelekwa State House, na wakati wa swearing in media ilikuwa tu KBC. Wengine walikuwa wapi? Na Kivuitu hakukuambia. Watu walikuwa wanamuuliza, Kivuitu walitaka ulilazimishwa? Akakataa kujibu hiyo maswali, na hata mimi siwezi kujibu kwa sababu sitaki kuendelea na rumors, vitu ambao sina uhaki. Uamuzi umefanywa wa makamishna wa IEBC kwenda nyumbani. Maoni yako ni yapi kuhusiana na uamuzi huo? Kusema ndio waende au wasiende, lakini mahali tulifika, hata nimesema tumefika mahali mbaya. Sasa common sense again, tuache sheria kidogo na tuende mbele. Kwa hivyo hao waendelee, na wale ambao wanakuja waingie haraka. Lakini muda ni mfupi wanangu. Muda ni mfupi kabisa. Uwezi kuingia tu na wewe unasoma sheria ya
ya uchaguzi na unaanza kazi miezi mingine 5, 10, mwaka mmoja. Wakati nilitoka nilikuwa nimefanya miaka 15 na sasa ndio nilikuwa nimejua kazi hiyo vizuri. Sikusema kuja mara moja. Hata watu wa kukaa hapa Naivasha kwa meetings zao na wanasema ate commissioners waende safari moja miaka 6. Tena hiyo ni upuzi. Kwa sababu watu nini iko kwa hiyo? Hawa ni judges. Wanakaa karibu pamoja. Unaweza kufanya iwe contract. Lakini miaka 6 ikimalizika uende tena uanze upya. Hawatakuwa na experts. Miaka 6 utapata kuwa expert nini? Ni upuzi. Na niseme wenye kutengeneza sheria Naivasha bila kujua hapa nje vile Busia ndani nini inatendeka. Haifai. Kuwa expert sio kufanya kazi. Hata ukiwa wenye kutengeneza rockets na ndege na nini, wanaanzia mbali. Na miaka ndio uwe expert. Miaka 6 wenye kuanza hiyo walifanya makosa. Na pengine utuambie maoni yako kuhusiana na mbinu ya sasa ya kuwachagua makamishna na vile mwenyekiti. Awali ilikuwa ni mbinu tofauti, makamishna ama wasimamizi walichaguliwa kulingana na maeneo. Mfumo huu wa sasa wa mchujo ambapo makamishna wanachaguliwa na kupigwa msasa bungeni, una maoni yapi kuhusiana na mfumo huu wa kisasa? Ni vizuri kwa sababu maneno ikifanyika peupe ni vizuri. Wanasema sheria ifuatwe hivi, nomination ifanywe, bunge ndio inawakilisha Wanakenya wote. Hiyo si vibaya. Yetu ilikuwa ni presidential na tulikuwa Public Service Commission. Sasa watu walikuwa na recommend na pia ilikuwa inaendelea kwa watu fulani, hata kama hawakuwa wanachagua president, eventually ndio alikuwa na gazette, lakini mpaka iwe consultations. Kama vile nimekuambia, Kivuitu kutoka Eastern na Mkele kutoka Western, ilikuwa consultations kwa sababu kuna watu ambao wanajua hao watu, kuna wanasheria na vipi. Ni vizuri zote, unaweza kufuata njia zote, na hii iko more open. Na hiyo nimefika mahali ni kuambia mwanangu, vitu vingi kusema rigging imefanyika na nini ni suspicion, kwa sababu watu hawana information, hawajui ni nani naendelea ndani huko. Hii komishoni yetu ambayo inaenda haikuwa inafanya mikutano sana na wanasiasa. Inatakikana wanasiasa mkutane nao na wajue kitu gani kinaendelea. Na vile nilikuwa ninasema, unaweza kusema Kenya kuna parties nyingi, sijui miangapi. Sasa government inasema tuwe tu 2 au 3. Sijui, siwezi kusema hiyo. Lakini kama wako represented kwa party, kwa commission, watauliza mtu wao ni nini liliendelea kwa hiyo nyumba. Kulikuwa na ukora wakijazia kura watu au ilikuwa vipi? Inatakikana wajue. Na kama hawako represented, mpaka vitu vionekane wazi. Open information is important. Kama hujui kitu gani kinaendelea, ndio inaleta hii meni ya uvumi. Sasa ni mtu kukaa tu chini na kusema walifanya hivi, walijazia huyu mabox, sijui walifanya nini. Hiyo itazuia.